Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Motomoto TV na mimi naitwa Jonathan Msafiri Bushiri. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Leo nataka nikuelekeze namna ambavyo tunaweza tukawa tunaandaa nyimbo, na hapa pembeni nipo na mtumishi wa Mungu ambaye yeye ni kama ni mwimbaji, lakini pia ni mtunzi, lakini pia ni mwalimu. Atakwenda kujitambulisha, tutakwenda kumfahamu. Mpendo, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Amini. Amani ipo. Namshukuru Mungu vizuri. Labda kwa wasio kujua, uambie labda unaitwa nani na tukufahamu vizuri tu, tuambie. Majina yangu mimi naitwa Meshak Mnyonge Sungura. Ndio. Yes. Kwenye uimbaji au hii karama ya uimbaji unaye? Yes, ndiyo ninayo. Hebu tupe historia kwa ufupi kwamba wewe safari yako ya uimbaji ilianzaje mpaka sasa hivi wewe ni mwalimu wa kwaya? Mimi nimeanza kuimba ningali na miaka 5 kwa historia ya wazazi, kwamba nilikuwa nikisikia kwaya zinaimbwa hata kama niko nakula na acha kula na kwenda kuimba. Na nilianza kwenye kanisa la Baptist. Hilo kanisa lipo Kalangabo. Nimeanza pale mpaka miaka 10. Nilipofika umri wa miaka 10 nikaenda kwenye kanisa la MMPT. Hapo ndipo nilipoanza kusimamia kwaya. Nakumbuka kwaya yangu ya kwanza nimesimamia 2007. Ilikuwa kwaya ya watoto. Pale ilikuwa inaitwa kwaya C. Kwa hiyo safari yangu ya ualimu na utunzi wa nyimbo ikaanzia hapo 2007. Ndio nimeanzia hapo, nikashika kwaya ya watoto hiyo, lakini Mungu mwaminifu, nikaendelea hivyo mpaka hapa nilipo. Okay, na kwa sasa unahudumu kwenye kwaya hipi? Kwa sasa niko na hudumu kwenye kwaya ya Horebu, kanisa la Pentekoste Motomoto Kibulizi, kwa mchungaji Emmanuel Maliko Khan. Okay. Yes. Sasa inaonekana uimbaji ulianza nao muda mrefu sana. Unaweza labda ukatuambia ni changamoto zipi ambazo unakuwa ukiwa unakumbana nazo mara kwa mara kwenye kazi hii ya uimbaji? Changamoto ni nyingi. Kama unavyofahamu, kila palipo na vizuri pakosi changamoto. Changamoto ya kwanza ni kwamba kwa kipindi nilipoanza ni watu kutokubali kile nilichokuwa nikifanya. Hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa, ambayo imekuwa kinisumbua sana. Lakini nashukuru Mungu, baada ya kuendelea changamoto zilipungua, na kwa sasa changamoto zinazoanza kwenye kwaya ninayoisimamia ni watu ni kama niseme kutokupenda kuja kwenye mazoezi. Hiyo ni changamoto kubwa kwangu, lakini pia hata muda wa kukaa chini kutengeneza nyimbo. Sasa hivi na majukumu kwa hiyo hata ule muda wa kukaa chini kutengeneza nyimbo inakuwa changamoto, vurugu, kelele, lakini pia vitendea kazi kama vile gitaa, kwa mambo kama hayo. Yes. Okay, sawa. Mwalimu, tafadhali hebu tuambie kidogo kwamba hivi mtu akitaka kutunga nyimbo anaanzaje au unaanzia wapi kwenye issue za utungaji? Kwenye issue za utungaji wa nyimbo kuna vitu kama vitatu ambavyo unatakiwa mtu uzingatie. Cha kwanza ni kichwa cha wimbo. Unataka uzungumzie nini? Na kitu cha pili malengo ya huo wimbo. Lakini kitu cha tatu hitimisho ya huo wimbo. Mfano, hauwezi ukaimba Yesu anakuja alafu malengo yako yakawa Yesu amezaliwa, alafu ukahitimisha tuache dhambi. Unaona vitu, unakomeka vitu viwili tofauti. Kwa hiyo cha msingi unazingatia kichwa cha wimbo, malengo ya wimbo ni yapi, alafu unahitimisha vipi kwenye huo wimbo. Yes. Kwa hiyo lazima uzingatie malengo. Yes. Wapi unaanza, wapi utaishia, lakini pia na hitimisho ya huo wimbo. Yes. Okay, asante mami. Sasa hebu tafadhali tusaidie kwa beti chache tu za wimbo wako. Waimbaji wengi huenda wanatamani kukusikia kusikia ambao mwalimu yuko vipi. Karibu sana. Sawa, hapa nina kadude kangu hapa. Naomba niimbe kidogo. Sawa. Hebu jemba hii ni nini? Hii hapa ni gitaa. Sawa, okay. Kwa Kiswahili kinaitwa garaton. Okay. Yeah. Sawa. Lakini ina nyuzi 4. Okay, karibu. Usiwaze. Karibu sana. Okay. Tusikie kibao hicho cha mwalimu. Niseme nini mbele zako Bwana, upendo wako wanitosha, kulala na kuamka kwa neema yako Mungu wangu, nikuache wewe niende kwa nani? Upendo wako wanitosha, we Baba, we Baba, we Baba,
wanitosha, upendo wako Bwana wanitosha, upendo wako Bwana wanitosha, upendo wako Bwana wanitosha. Bravo sana. Sasa mwalimu, kwanza hongera sana. Asante. Na nikaa sauti unayo. Basi hebu kwa watu ambao labda wanatamani kujua sasa kupata mafunzo kwako hapa, hebu tuambie kwanza wimbo kama huo, sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, unaweza kuvipangaje ili hata mtu ambaye anakusikiliza apate kitu hapa? Upangaji wa sauti ndio unaendana na key ulioitumia kuimba ile nyimbo. Ndio. Mfano kama hapa nimeimba upendo wako Bwana, hiki ya pili naweza kaimba upendo wako Bwana, ya tatu upendo wako Bwana. Kwa hiyo sauti ya kupanga sauti inategemeana na key ambayo umeiweka kwenye hiyo nyimbo. Yes. Umesikia kwamba kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu. Asante sana mwalimu. Yes. Labda kwa dakika hata moja, kwa muda mfupi tu unaweza kutoa fundisho la dakika hata moja kwa waimbaji wanaotutazama, fundisho wewe kama mwimbaji. Mimi ambacho naweza nikasema kwa wale waimbaji ambao wanatazama, cha kwanza fundisho kwenye kuimba, kuna vitu ambavyo vya kuzingatia kwenye kuimba. Kwanza kuna uvumilivu, lakini pia kuna kulijua neno, lakini tatu kuna kuwa muombaji. Maana maandiko yanasema silaha ya Mkristo ni kuomba, na tunaweza mambo yote tukiwa tunamwambia Mungu. Kwa hiyo ukiwa na hiyo vitu, lakini pia uwe na bidii ya kujifunza, lakini uwe msikivu na uwe mnyenyekevu, lakini pia ukubali kushuka na ukubali kuelekezwa. Hilo kwa ufupi ni hivyo, ili uweze kufikia hatua ya kuimba, lakini uzingatie hiyo vitu ili vitu vingine vije. Maana ukiwa mjuaji, hautaki kufundishwa, hautaki kuomba, hautaki kusoma neno, hauwezi kujua, sababu hii sio issue ya kina Diamond. Hizi ni nyimbo za kimungu na Mungu anafanya kwa wakati wake. Kwa hivyo yes. Asante mwalimu, kwa kifupi sana unaweza kuniambia kwanza kuna tofauti gani kati ya kwaya na solo? Solo, yani kwaya na solo au havina tofauti? Solo yani ni kwamba solo kwa kiimbaji ni vocal. Yani ni sehemu ambayo inaimbwa na mtu huyu mmoja, na kwaya ni mjumuiko wa watu wengi. Kwa hiyo tofauti wa solo na kwaya ni kwamba kwaya ni mjumuiko wa watu wengi, lakini naposema solo upande wa kuimba ni kwamba ni sehemu inayoimbwa na mtu mmoja. Lakini kwa upande wa muziki nikisema solo ni gitaa solo. Unaona hiyo vitu. Kwa hiyo kwaya ni mjumuiko wa watu wengi, lakini solo ni sehemu ambayo inaimbwa na mtu huyu. Mbona kama nilivyoanza pale mwanzo, niseme nini mbele zako Bwana, upendo wako wanitosha. Hiyo ndio solo. Kwa sababu kingine tunasema vocal. Alafu pale nilipoitikia upendo wako Bwana, pale tunaimba kwaya sasa. Okay. Kwa hiyo tofauti wa kwaya ni kwamba ni mjumuiko wa watu wengi, alafu solo ni sehemu ambayo inaimbwa na mtu mmoja hivyo. Okay, asante. Hivi kanisa linawezaje kusaidia kukuza huduma ya kwaya kanisa? Hasa kwa kanisa letu hili la PMC. Mimi ninachokiona kwa kanisa ni kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo wanaweza wakafanya ili kukuza huduma za uimbaji, mfano kuwasapoti, kuwaombea, kukubali kile wanachokifanya, lakini pia kuona huduma ya uimbaji ni huduma kama zingine. Ndio. Wakiwa wanafanya hivyo vitu, mimi na imani sisi kama waimbaji tutakuwa na nguvu. Yes. Yeah. Okay. Mwalimu, nataka uniambie kitu kwamba hivi ni vitu gani vya mwanafunzi wa kwaya ili afike level za uimbaji afanye nini? Yaani yule anayejifunza kwaya ili awe kwenye level za uimbaji. Kwanza kabisa awe mnyenyekevu. Okay, sawa. Yeah, awe mnyenyekevu la kwanza. Ndio. Lakini pili akubali kufundishwa na kuelekezwa. Lakini jambo jingine akubali kuwa muombaji, akubali kuwa muombaji. Lakini pia akubali kuwa anasoma neno. Na jambo jingine akubali kushuka, kwa sababu maandiko yanasema ajikwezaye atashushwa na ajishushaye atakwezwa. Kwa Kiswahili cha sasa wanasema anayejinyanyua Mungu anamweka chini, na anayejiweka chini Mungu anamweka juu. Kwa hiyo akubali kushuka, maana Mungu anafanya vitu kwa wakati wake. Na awe mfuatiliaji, maana kuna wengine anakuja leo mazoezini wiki inaisha. Kwa hiyo awe mfuatiliaji, akishakuwa hivyo vitu vya juu awe mfuatiliaji. Sasa bwana wewe,
Kwa hiyo nataka kuwa mwimbaji, haya yamesemwa ya muhimu. Mwalimu, hapa tupo kwenye mkutano na huu ni mkutano wa Christmas 2025. Wewe umeuonaje na vipi umebarikiwa katika issue za kuimba? Binafsi mkutano huu ninaweza nikasema nimebarikiwa kwa sababu ya vitu kadhaa. Kwanza, namna ambavyo wametengeneza mazingira kama unavyoona. Kwa hiyo mvua ikinyesha tunakaa ndani na hatusumbuki kwamba labda tumekaa hapa tunavujiwa. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili nimependa maana mkutano huu unaona kwaya zimeimba nyingi. Naona zimeimba nyingi. Mfano kama jana zilikuwa kwa 30 kama zimeimba zote. Simuona ibada tena ya jioni kama zote zikaimba. Kwa hiyo cha pili, lakini cha tatu naona mkutano huu una kama vimafuta. Watu hawana mengi, maaskofu, wasimamizi, wachungaji, wahubiri. Hawana zile pelele nyingi. Yaani kama nasema nenda dakika 10 15 bisha imeisha. Watu wanaanza mambo mengine. Kwa hiyo binafsi nimeenjoy kwa hivyo vitu. Lakini kitu kingine kikubwa nimeona kuna kwaya zimepiga akapela. Yaani zimepiga live. Kwa hiyo nimeenjoy sana. Yes. Basi kwa kumalizia tu, hebu unaweza ukaomba tu kwa ajili ya waimbaji wote ambao wanapenda kuimba, lakini pia wana kalama ya kuimba, lakini pia wengine wanaimba kabisa. Basi omba kwa ajili yao kisha tutakwenda kufunga kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante kwa neema na baraka ambazo Mungu umeona ni vyema watoto wako tukusanyike na tuweze kukutana pamoja na Motomoto TV hapa. Hivyo Mungu tunasema asante kwa yote ambayo umekwenda kuyatenda, lakini pia tunaweka waimbaji wote mikononi mwako ambao wanatamani kukusifu kwa njia ya uimbaji, wale ambao wanaendelea kuimba na wale ambao wanatamani kujifunza. Neema ya mbingu ikasimame juu ya maisha yao, ukaweze kutenda sawa sawa na ulivyokusudia, kinyume na falme zote ambazo zitakazokuja kwa ajili ya kukatisha tamaa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe Mungu wa amani, wewe Mungu uwezaye yote, ukaweze kusimama na kututia nguvu ili tuweze kufika pale ambao Bwana unakusudia kufika. Katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu asituachile peke yetu, maana huduma ya uimbaji ni nzuri lakini ina vita vingi. Hivyo Mungu kasimame na kila mmoja ambaye anatamani kuwa mwimbaji na wale ambao wako kwenye uimbaji. Neema yako isiwapungukie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.